Mtazamaji wa Sibuka TV, leo tupo katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Pwani Tumbi. Hapa tumekuja kuzungumza na daktari ambaye yeye ni mbobezi wa masuala ya watoto, lakini leo tupo hapa kwenye kliniki maalum ya ugonjwa wa selimundu ama sickle cell, kama ambavyo umesikia watu wakizungumza katika maeneo mbalimbali. Lengo la kuzungumza na daktari ni kupata ufahamu, kuweza kuelimishwa na kuweza kujua ni nini ambacho ni sahihi katika afya zetu sisi kama wanadamu. Daktari, pole na majukumu. Asante sana. Asante sana. Tunatazamwa na watazamaji wa Sibuka TV wanafuatilia kipindi cha afya, na leo ni kipindi mahususi ambacho kinahusu ugonjwa wa sickle cell. Kwa Kiswahili mnaita selimundu. Hayo ni mambo ya kitaalamu zaidi sasa kwangu. Ningependa kwa faida kwanza ya mtazamaji uweze kujitambulisha, unatokea wapi na shughuli unazozifanya ili aweze kufahamu ni nini ambacho tunaenda kukizungumza kwa siku ya leo. Asante sana. Mimi naitwa Dr. Pius Muzazi. Ndiyo. Ni daktari bingwa wa watoto, lakini pia nimebobea kwenye mambo ya magonjwa ya damu na kansa kwa watoto. Damu ikiwemo ugonjwa kama huu wa sickle cell ambao umeutaja, ambao kwa Kiswahili tunaita selimundu. Nipo katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Tumbi na pia ni mkuu wa idara ya kitengo cha watoto hapa katika hospitali ya rufaa ya mkoa Tumbi, mkoa wa Pwani. Basi kama ambavyo umeweza kutueleza, sasa tungependa kufahamu sisi pamoja na watazamaji, tunaposema ugonjwa wa selimundu tunamaanisha nini? Ugonjwa wa selimundu au ugonjwa wa sickle cell ni ugonjwa wa kwanza, ni wa kurithi. Ndio. Ambao unasababisha, unajua mwili una vitu tunaita chembe hai ambazo ndo zinatufanya tuwe wazima hivi. Ndiyo. Lakini ndani ya damu pia kuna aina mbalimbali za chembe hai au tunaita seli. Ndiyo. Sasa hizi seli za kwenye damu ziko za aina kama 4. Kuna seli nyeupe. Ndiyo. Alafu kuna seli nyekundu, kuna seli tunaita chembe sahani. Tuseme ni aina 3. Kwa hiyo seli nyeupe ni za ulinzi, seli nyekundu ni hizi kwa ajili ya kusafirisha chakula na hewa ya oxygen, na chembe sahani ni kwa ajili ya kuzuia mtu asitoke damu kama akiumia. Sasa kwenye ugonjwa wa sickle cell au selimundu, hapa tunazungumzia ugonjwa unaoathiri chembe hai nyekundu. Ambazo kwa kawaida huwa zina umbo zuri kama la mviringo au disk tunaita, lakini ukipata ugonjwa zile seli zinakuwa kama ndizi au zinakuwa kama mundo. Hili neno mundo limetokana na neno na kile kifaa cha kukatia majani kimejikunja kama tuseme ni nini, robo mwezi au sio nusu mwezi, kama robo au tunaita crescent kwa lugha ya kitaalamu. Au mimi wanapenda kutumia ndizi na umbo kama la ndizi. Sasa wewe imagine seli yako inatakiwa iwe ya mviringo, lakini inakuwa kama umbo la ndizi. Inakuwa kidogo ni tatizo. Kwa hiyo mwili sasa unaanza kutambua hizi chembe sahani chembe nyekundu ambazo zinakuwa sio za kawaida. Ndiyo. Kwa hiyo ugonjwa kama nilivyosema ni wa kurithi. Sasa ili uwe una hili tatizo unatakiwa uwe na vinasaba viwili. Ndiyo. Ukiwa na kimoja hauwezi kuwa na dalili. Ukiwa na viwili unapata dalili. Kwa hiyo hii ni ujumbe pia kwa watazamaji kwamba wengine wanaweza kufikiri kwamba mimi sina ugonjwa. Kumbe unaweza ukawa nao lakini unacho kimoja. Sasa kwa wale ambao bado hawajaanza familia, ukiwa na kinasaba kimoja au gene moja, ukakutana na mwenza wako naye anayo moja, baadhi ya watoto wako wanaweza wakarithi kimoja kwa baba, kimoja kwa mama, vikawa viwili. Kwa hiyo kila tuna viwili unakuwa na dalili. Na maana unaona kuna wazazi wanakuwa na watoto labda watatu, mmoja ana sickle cell, wengine hawana. Hiyo ndio jinsi ninavyokuelezea. Kwa hiyo kwa kifupi, kutokana na swali lako, huu ni ugonjwa kurithi. Sawa, na una run au upo kwenye familia. Na wengine wanasema familia yetu sisi hatuna ugonjwa, mbona hamna mtu aliyeongezea damu? Labda upo, sema tu nyinyi mnacho kile kimoja kinapita ukoo kwa ukoo. Yaani unajua na mpaka kipate mwenzie ndio unaweza kupata mtoto mwenye ugonjwa wa sickle cell. Sasa tunataka kwanza tuweze kufahamu uhakika kwamba
kumekuwa na elimu nyingi mtandaoni. Manake daktari, unatuthibitisha tu kwamba sickle cell ni ugonjwa wa kurithi, wala hakuna njia zingine ambazo zinaweza zikasababisha mtu akapata ugonjwa huu. Ni sawa kabisa, kutokana, unajua mimi naona watu wenye sickle cell wengi, na wengi wakija kwa mara ya kwanza wanasema tulikuwa tujui, tunaambia hii labda umelogwa au labda ni ugonjwa wa kuambukiza, nimeambukizwa na mtu, au lakini ugonjwa huu ni wa kurithi pekee na hausababishwi na kitu kingine chochote, sijui kunywa maji machafu au ni wa kurithi. Na hata kama kwa mfano inatokea kwa wao wanaongezewa damu, wanasema labda mimi nilisha kuongezewa damu nikapata sickle cell. Hapana, hata kama kweli ukiongezewa damu ya mtu mwenye sickle cell, ile damu itafika muda wake itaisha, kwa sababu chembe hai nyekundu huwa zinaishi siku 120, inatakiwa zibadilishwe. Kwa hiyo zitaishi, zitabadilishwa, huwezi kupata ugonjwa wa sickle cell. Kwa ugonjwa wa sickle cell waambukizi na ugonjwa. Na swali moja kabla hatujafika mbele. Umesema kwamba unakuta mmoja ana kinasaba kimoja, mwingine ana kinasaba kingine. Ningependa kufahamu daktari, kwa mwili wa binadamu kuwa na kinasaba kimoja ni sawasawa kuendelea kuwa nacho, ama kuna hatua zinahitajika hata kile kimoja akistahili katika mwili wa binadamu? Sasa iko hivi, ukiwa na kinasaba kimoja cha sickle cell, maana vinasaba tunavyo, ndio maana wewe mtangazaji unaweza ukaambiwa wewe umefanana na baba yako, wewe umerithi vinasaba vya upande wa baba zaidi. Kwa hiyo vinasaba vipo, lakini kuna vinasaba pia vya magonjwa, vya kurithi vya magonjwa, mfano sickle cell. Sasa tumesema uwe na sickle cell unatakiwa uwe na vinasaba viwili. Sasa ukiwa na kimoja, maana yake huitahitaji matibabu, hutaumwa. Ndio maana kuna wazazi wanakuja, anapata mtoto ana sickle cell lakini yeye na mume wake hana shida yoyote. Kwa hiyo haihitajiki matibabu yoyote, ila huwa tu tunashauri, labda hapo baadaye nitakuja kutoa ushauri kwenye kuzuia, ni vizuri mtu akapima ili ajue, mtu ambaye bado hajaoa au kuolewa, kama akijua nacho kimoja, ajitahidi mwenza wake yeye asiwe nacho. Umeelewa? Kwa hiyo ina maana hata kama watoto watarithi kimoja tu kwa baba, kwa hiyo hawatakuwa na shida yoyote. Kwa hiyo ukiwa na kimoja utaishi vizuri, hamna shida, wala utahitaji matibabu ya aina yoyote. Asante sana daktari. Nilikuwa na swali la pili, lenyewe lilikuwa linasema ni nini kinachosababisha ugonjwa wa selimundu. Huenda umeshakielezea kwa sehemu. Sasa hebu jaribu sasa kuliweka sawa kabisa katika mstari ambao linaweza kueleweka na jamii. Sababu ya sickle cell ni ipi? Kwa hiyo nimeelezea jinsi ugonjwa unavyoweza kutokea. Tumekubaliana kwamba ni kwa njia ya kurithi. Sasa kwa nini? Yaani sababu, chanzo ni nini? Ni swali zuri sana. Ila ili swali majibu yake yatakaa kitaalam kidogo, na sijui kama nitapata maneno ya Kiswahili ya kuelezea. Kuna kitu kwa kitaalamu au kwa lugha ya kigeni tunaita mutation. Mutation ni chembe. Nimezungumzia mwanzoni, kuna chembe hai. Hizi chembe hai kawaida huwa zinazaliana, si ndio? Nyingine zinakufa, nyingine zinazaliwa, nyingine zinakufa, hivyo hivyo zinazeeka, zinakufa, wewe unaendelea kuishi. Sasa katika kule kuzaliana kunaweza kukatokea tatizo, baada ya kugawanyika ile hivi na baadhi ya vinasaba vikagawanyika kwa mtindo fulani, inatokea shida, vinagawanyika vibaya. Hapo ndo unaweza ukapata ugonjwa fulani, sio sickle cell. Kuna baadhi ya saratani, kansa zinatokea kwa mtindo huo. Kuna baadhi ya magonjwa, watoto wanazaliwa hawana miguu, sijui hana mkono, hiyo tunaita nini? Mutation. Hicho kitendo cha zile chembe hai kutokugawanyika vizuri, tunasema inatokea mutation. Sasa huko zamani, miaka mingi iliyopita, kulitokea hiyo mutation, ambayo ndio ikasababisha watu wa mwanzo kabisa wakawa na hizi chembe hai nyekundu ambazo haziko sawa. Sasa baada ya hapo ikatokea sasa watu wakaanza kuzirithi. Kwa hiyo kwa hao wenye sickle cell, sio kwamba hiyo mutation inatokea wakati wote, ilitokea hapo mwanzoni, kilichofuata tu ni kurithi. Na labda kwa kuelezea vizuri, ukiangalia historia, ukiangalia ile ramani
ya wapi kulikuwa kuna ugonjwa wa sickle cell zaidi, utakuta ugonjwa wa sickle cell upo kwenye sehemu tunaita tropics, yani kwenye sehemu zile zenye tropics na equator, kwenye sehemu zile zenye mvua, hali ya ujotoridi fulani, sio sehemu za baridi sana. Hizi sehemu mara nyingi zina mbu, ndio sehemu zenye malaria. Sasa kwa hiyo ukiangalia sickle cell ilikuwepo zaidi sehemu kwenye ukanda wa malaria. Sasa historia inaonyesha kwamba huko nyuma ugonjwa wa malaria pia ulikuwa hauna tiba. Watu walikuwa wanapata malaria wanakufa. Sasa mwili ukaanza kujifunza kupigana na malaria. Inasemekana ikatokea mutation. Nimeshaelezea mutation ni nini, kwamba cells zinapogawanyika vibaya, lakini ilitokea mutation kwa ajili ya kujikinga na malaria. Ilivyotokea hiyo mutation, kumbe nia ilikuwa nzuri, kujikinga na malaria, na wale waliopata hiyo mutation hawakupata malaria. Lakini wale waliokuwa hawana mutation walipata, wengi walipata malaria na wakafa. Sasa hao wenye hiyo mutation walipokuja kuanza kuoana, ndio ikatokea sasa, kumbe hizi gene mbili, hizi vinasaba viwili, kwa bahati mbaya vikiungana vinaleta dalili za kupungukiwa damu, dalili zile zote za sickle cell. Ndio ugonjwa ukaanzia hapo. Sasa kwa ni neno gumu kidogo mutation, silijui Kiswahili chake ni nini, lakini nafikiri watazamaji wamepata ile concept idea ya nini kilitokea. Asante sana daktari. Sasa umegusa kuhusu dalili za ugonjwa wa selimundu. Sasa tungependa tuweze kufahamu ni nini dalili sasa? Dalili za ugonjwa wa sickle cell kwanza huwa zinaanza mara nyingi watoto wengi wakishafika miezi 6 mpaka mwaka mmoja, ndio mara nyingi dalili zinaanza hapo na kuendelea. Lakini dalili za mwanzo kabisa utakuta wanaanza kuvimba vidole, vinakuwa vina maumivu sana. Baadaye wanaanza kupungukiwa damu. Mtoto kila akipelekwa hospitali damu imepungua. Lakini pia wanakuwa naumwa mara kwa mara, homa za mara kwa mara. Ukienda, unajua kuna eneo sasa hivi limezoeka sana mtaani, infection. Infection kwa Kiswahili ni maambukizi tu ya bakteria. Kwa hiyo wanakuwa wanapata maambukizi ya mara kwa mara ya bakteria, Kwa hiyo wanakuwa wanaumwa mara kwa mara. Wasipogundulika mapema na wasipopata matibabu ya mapema, wanaanza kupata sasa haya madhara ya muda mfupi na muda mrefu. Kwa mfano, maumivu makali ya viungo kila wakati, lakini pia wanaweza hata wakapata kiharusi, kupooza, upande mmoja ukapooza, na dalili nyingine nyingi, macho, figo, kwa hao ambao wanakuwa hawako kwenye matibabu. Lakini dalili ambazo zimezoeleka mara nyingi ni kupungukiwa damu, kuwa na macho kuwa rangi ya njano na maumivu ya mara kwa mara, lakini pia kupata tunasema vile viungo vya ndani ya tumbo kuwa vikubwa. Kwa mfano kongosho, tunasema ini kuwa kubwa, bandama kuwa kubwa. Sawa, hizo ni dalili. Kwa hiyo mtu akiona hizo dalili ajue hizo ni dalili za sickle cell. Zinaweza zikawa pia dalili za magonjwa mengine, lakini sickle cell pia ina dalili hizo. Asante sana daktari. Ni matumaini yangu hata watazamaji wanapata kitu kikubwa sana. Sasa tunataka tufahamu, tunarudi kwenye taaluma sasa ya madaktari. Nyie mnawezaje kufahamu mgonjwa mwenye tatizo la selimundu na ni vipimo gani mnavitumia sasa kuweza kubaini mgonjwa mwenye tatizo la selimundu? Kwa sababu kwenye jamii sasa hivi kumekuwa na elimu nyingi sana za ukiona dalili, ukiona hichi, na watu wamekuwa wakiwa kama watabiri sasa. Lakini sasa tunataka tukae kwenye taaluma sasa ya madaktari. Nyie taaluma kufahamu mtu mwenye tatizo la selimundu. Sisi kwa upande wa madaktari kwa ugonjwa kwanza wowote tuna hatua kama 3 tunazozitumia kujua ugonjwa ni ugonjwa gani, na hii pia tunaiapply au tunaitumia kwenye ugonjwa wa sickle cell. Kwanza, mgonjwa atakuja na hizo dalili, sawa, kwamba atasema ninapata maumivu ya mara kwa mara, macho yanakuwa ya njano, wengine sasa nimesha kuongezewa damu mara kadhaa, au hata kama hujaongezewa damu nimeambiwa na upungufu wa damu. Hiyo tunaita ni historia. Tutachukua historia. Hatua ya pili, tutafanya kitu kinaitwa physical examination, yaani tutamchunguza kabla ya vipimo.
Tutamchunguza kwa kumwangalia macho, kwa kutumia vifaa kama hivi kusikiza kifua, kwa kuangalia ngozi yake, kwa kupima tumbo kwa mikono, kuangalia kama bandama ni kubwa au ini ni kubwa. Baada ya hapo sasa tutakuwa tumepata ile idea ya mwanzo kwamba huyu inawezekana sickle cell. Tunaenda hatua sasa ya vipimo vya damu. Kipimo cha kupima sickle cell ni cha damu. Vipo vipimo vya aina nyingi, vipimo vidogo na vipimo vikubwa, inategemeana na level ya hospitali uliokwenda. Hivi vipimo vidogo vinatupa zile tu majibu ya awali, lakini baadaye inabidi tufanye vipimo vikubwa vya sickle cell. Kwa hiyo tukishapima vile vipimo ndo vinatuletea sasa majibu kwamba huyu mtu au huyu mtoto au huyu mtu mzima ana ugonjwa wa sickle cell. Baada ya hapo sasa ndio tunakuwa tumehakiki ya kwamba hii ni ugonjwa wa sickle cell, tunaenda kwenye hatua nyingine ya matibabu. Asante sana. Sasa umesema tunakwenda kwenye hatua nyingine ya matibabu. Swali lilikuwa linafuata linasema, madaktari wanatibu vipi ugonjwa wa sickle cell? So hatua ya matibabu tuna matibabu ya sickle cell tunaweka kwenye makundi au mimi naweza nikaweka kwenye makundi ya aina mbili. Kundi la kwanza ni matibabu ya kupunguza dalili za sickle cell. Lakini kundi la pili ni matibabu ya kuponya, yani ya kuponya kabisa ugonjwa wa sickle cell. Miaka michache iliyopita sickle cell ilikuwa haitibiki kabisa, lakini sasa hivi inaweza ikatibika na ukapona. Pia miaka michache iliyopita hata hayo matibabu ya kufubaza, ya kupunguza ilikuwa hayapo. Ilikuwa ukipata sickle cell ni matatizo juu ya matatizo, lakini kwa karne hii sasa hivi ukipata sickle cell unaweza ukaishi tu kama mtu mwingine. Kwa mtoto akaenda shule, akaenda mpaka afika chuo kikuu, akawa daktari, akawa waziri, akawa yani bila shida yoyote. Sasa matibabu ya kupunguza zile dalili huwa tunatumia dawa, tunatumia vidonge ambavyo huyu mtu anakuwa anatumia siku zote za maisha yake. Matibabu ya kuponya huwa tunasema tunapandikiza uloto, na kwa Tanzania sasa tuna bahati tumeshaanza hayo matibabu. Kwa sasa tunawafanyia watoto wa miaka 3 mpaka miaka 13. Kwa sasa tunakwenda huko mbele inaweza sasa wigo wa umri labda ukapanuka, lakini kwa sasa ni huo umri. Kwa hao wanapandikizwa uloto kwa kuchukua uloto kutoka kwenye mtu ambaye hana ugonjwa wa sickle cell, lakini huyu mtu ni lazima awe ndugu yake wa huyu mwenye sickle cell. Ikiwezekana wamezaliwa baba mmoja mama mmoja, kwa sababu ya ile vinasaba vifanane. Tunapandikiza uloto na mtu anapona. Kwa hiyo hizo ndio njia mbili za matibabu. Lakini kuna ile tunasema matibabu ya dalili. Amekuja ana maumivu, si damu imepungua, tutamuongezea damu. Maumivu makali tutampa dawa za maumivu kutokana na dalili alizokuja nazo. Lakini makundi makubwa ni hayo mawili. Matibabu ya kufubaza kabisa ugonjwa, lakini na matibabu ya kuponya kabisa. Asante daktari. Sasa tutazame kuhusu matatizo ambayo ama madhara ambayo mtu anaweza kayapata akiendelea kuishi na ugonjwa wa sickle cell, ama kwa kufahamu ama kwa kutokufahamu. Katika mazingira yoyote yale, ni madhara gani ambayo yatampata mtu sasa? Madhara ambayo yatampata mtu hasa yule ambaye hatafuata miongozo ya tiba yako mengi sana kwa kweli. Cha kwanza, kama tulivyoongea, hizi dalili hazitamwacha, zitakuwa za mara kwa mara. Atapungukiwa damu, atalazwa hospitali, unajua, ataongezewa damu, atapata maumivu makali, anaweza akapata kiharusi akapooza upande mmoja au upande zote mbili, lakini pia anaweza akapoteza maisha. Kwa hiyo ni madhara ambayo kama mtu hata fuata matibabu na matibabu uzuri ni rahisi tu, kama nilivyosema, haya ya kufubaza na kliniki sisi huwa tunafanya, wala sio kila siku, sio kila mwezi. Mtu mwenye sickle cell akiwa vizuri, kliniki zake baada ya miezi 3-4 ndio anakuja, tunafanya vipimo, tunamuongezea dawa, anaondoka. Kwa hiyo kwa mwaka, kama mtu anafuata masharti vizuri, kwa mwaka atakuja hospitali mara 3 au mara 4 tu kwa mwaka, kitu ambacho kinawezekana kabisa. Kwa hiyo usipofuata haya masharti, kama wewe una tatizo la sickle cell, kwanza licha tu ya kuumwa,
Kama ni mtu mzima utashindwa kufanya vitu vyako vya kujiletea maendeleo yako na maendeleo ya taifa lako, kwa sababu kila wakati utakuwa unaumwa, kazi utashindwa kufanya kupata kipato chako cha kila siku. Kwa hiyo hiyo ndio au hayo ndio madhara ya haraka haraka ambayo naweza nikayataja. Kwa kumaliza daktari sasa, kama mtaalamu wa afya, kama mzazi pia na kama mbobezi wa masuala ya magonjwa hasa ya sickle cell, lakini kama pia mwokozi mwokozi wa magonjwa haya, tunaomba utupe ushauri wako sasa kwa jamii pamoja na watazamaji wetu wanaotutazama kuhusiana na ugonjwa wa selimundu. Ushauri wangu, cha kwanza, ugonjwa wa sickle cell unazuilika. Sawa, tunazuiaje? Kwa wale ambao, kwanza mimi nashauri kuanzia watoto, wazazi, hata wale wasio na watoto wenye sickle cell wawapime watoto wao ugonjwa wa sickle cell ili tujue kama wana hata kinasaba hata kile kimoja. Lakini pia hata watu wazima, sana sana wale ambao bado hawajaanza maisha, ukipima ukajua na mwenzi wako akipima akajua, mtakuwa mnajua kwamba kuna uwezekano wa kupata ugonjwa wa sickle cell watoto wenu. Mnaweza mkafanya maamuzi ya kwamba sasa mimi kama nina vinasaba vya sickle cell nioe mtu ambaye hana vinasaba. Mimi natumiaga neno kudilute. Kwa hiyo utadilute vile vinasaba na utapata watoto wenye dalili zozote za sickle cell. Kwa hiyo hicho ni kitu ambacho nashauri sana watu wote wapime, wajue hali yao ya ugonjwa wa sickle cell, especially ambao hawajaoana, lakini hata wale walio kwenye familia ambao wanaendelea kupata watoto. Unaweza kuwa umeshapata watoto wako 3 4, hujui kama una sickle cell. Ukipima ukajua wewe na mume wako na mke wako mna vinasaba, mkaishia hapo kwenye 4 ili msije mkapata watoto wenye, kwa sababu inawezekana ukapata watoto 4 afu 5 na 6 akawa ana sickle cell. Haina formula. Ndio anaweza kawa kwanza, anaweza kawa 3, anaweza kawa mwisho, haina formula. Lakini ushauri wangu kwa wale wenye ugonjwa wa sickle cell, tuendelee kufuata masharti na kuja kliniki, na pia zile dawa zetu tuendelee nazo. Ambao wako kwenye dawa wanaweza kawa mashuhuda wazuri sana kwamba baada ya kunywa dawa mtu anajisikiaje. Anajisikia vizuri, anaweza kaenda shule mtoto, anaweza kazini, mtu mzima akaenda na vitu kama hivyo. Lakini kwa upande wa serikali, mimi nashauri tuweke nguvu kwenye sickle cell, kwa sababu ugonjwa wa sickle cell bado ni tatizo kubwa sana. Tuweke nguvu, tuziwezeshe. Sasa hivi hospitali karibu za rufaa za mkoa zote nafikiri zina kliniki ya sickle cell. Hapo tunaipa hongera wizara yetu ya afya, lakini pia tuzidi kushuka na chini kabisa, chini ya hospitali za wilaya, hata vituo vya afya. Ugonjwa hata vituo vya afya unaweza kabisa mtu daktari akaanzisha kliniki na akawafuatilia kabisa wagonjwa wenye sickle cell. Mimi hapa na wagonjwa wenye sickle cell ambao wengine wanatoka mbali sana kuja kufuata tu huduma hapa, wakati huko katikati wangeweza kutibiwa vizuri kabisa. Huo ndio ushauri wangu ambao naweza nikautoa. Kwa kuwa leo ni siku ya kliniki, basi tusichukue muda mrefu sana. Tukushukuru kwa ushirikiano wako, lakini ni matumaini yetu pia utatupa kibali cha kuzungumza na wagonjwa angalau mmoja au wawili ambaye anaweza kazungumza kwa faida ya watazamaji, ili nao waweze kuvutiwa na waone umuhimu wa kuweza kutibu tatizo la selimundu. Mtazamaji wa Sibuka TV, tumemsikiliza daktari akitueleza mengi sana kuhusiana na ugonjwa wa selimundu. Ni matumaini yangu umejifunza na umeelewa. Hata mimi nimejifunza. Sasa tunamaliza hapa, lakini tunapata wasaa sasa wa kuzungumza angalau na mgonjwa hata mmoja ambaye ameshapata matibabu na pona kabisa, ama katika hali yoyote na kupata nafuu, ili tuweze kupata sasa kwa undani zaidi na kufahamu kwamba changamoto ya ugonjwa wa selimundu inaweza ikapatiwa utatuzi. Sasa kama mlivyosikia nilivyoeleza kuhusu ugonjwa wa sickle cell, kwa bahati nzuri leo nina kliniki ya sickle cell. Kliniki ya sickle cell katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Pwani hapa Tumbi huwa ni mara moja kwa wiki siku ya Jumanne.
Kwa hiyo leo mmenitembelea siku ya Jumanne ambayo kwa bahati nzuri ni kliniki ya sickle cell, na nilikuwa na wagonjwa wangu wengi. Mimi naitaga watoto wangu, nilikuwa na watoto wangu wengi sana leo, lakini mlipofika mlinikuta niko na mtoto ambaye kwa bahati nzuri huyu nimeanza naye muda mrefu sana, na mimi nilishawahi kufanya kazi katika hospitali ya taifa ya Muhimbili, na kule ni kama miaka 5 au 6 iliyopita ndio nilianza naye kule, lakini kwa bahati nzuri na yeye anaishi Kibaha. Kwa hiyo waliposikia kwamba hapa nimeanzisha kliniki ya sickle cell, basi wazazi wake waliamua waanze kumleta hapa kwetu. Kwa hiyo leo ameletwa na mzazi wake, na tukamuomba kama anaweza akaongea na watazamaji aweze naye kujieleza kidogo kuhusu yeye na watu waweze kuelewa kuhusu ugonjwa wa sickle cell, na bahati nzuri akakubali. Kwa hiyo nitamkaribisha. Utajitambulisha, jina lako, unaitwa nani, una miaka mingapi, na kama unasoma utuambie, na unaishi wapi. Tukianza na jina lako. Jina langu ni Firdaus Salum. Nina miaka 13. Nasoma form 1. Ninatokea Kwala. Kwala. Hii Kwala ipo Kibaha? Ipo hapa Kibaha, si ndio? Safi sana. Uko form 1. Hongera sana. Sasa leo nilizungumza kwenye TV kuhusu ugonjwa wa sickle cell. Sawa? Na wewe unajua vizuri, na ninafurahi wewe utaeleza watu kuhusu huu ugonjwa. Unakumbuka, kama kumbukumbu zako unaweza ukakumbuka, ulikuwa una kwa mara ya kwanza kabisa ulikuwa una dalili gani? Ulikuwa unajisikiaje wakati huo, kabla kabisa hujaanza matibabu? Ni nini kilikuwa kinatokea? Labda kama ulikuwa unaumwa nini? Ulikuwa unaenda hospitali? Hebu tuelezee mwanzoni kabisa, ulikuwa una dalili zipi? Nilikuwa na homa kali. Na nabadilika kwa njano. Wapi njano? Ilikuwa wapi? Kwenye macho? Kwenye macho. Okay. Maumivu? Mifupa inaniuma. Nachoka, mwili wote unauma. Na kwa hiyo hata shule ulikuwa uendi vizuri? Shule nilikuwa sihudhurii. Ulikuwa uhudhurii kwa sababu ya kuumwa? Wakati huo ulikuwa uko bado shule ya msingi, si ndio? Ndio. Unakumbuka ulikuwa darasa la ngapi? Nilikuwa kama kuanzia la 4. Kuanzia darasa la 4. Kwa kuwa unza darasa la 4 una maumivu, leo unaenda shule, kesho huendi. Walimu walikuwa wanaelewa kweli? Walielewa. Basi ulikuwa na walimu wazuri sana. Wenzio hawakuwa wanakushangaa unauma mara kwa mara? Wenzangu walikuwa hawajui. Okay. Sawa. Sasa hapo mtangazaji, unaweza kuona moja ya matatizo ambayo watoto wetu wanapata. Tunashukuru Mungu kwa shule aliyosoma walimu walikuwa wanaelewa, lakini kuna shule nyingine walimu huwa ni ngumu kuelewa. Mtoto atakosa shule, atakosa vipindi. Lakini Firdaus hapa amesema alikuwa anakosa shule kwa sababu ya kuumwa mara kwa mara, lakini at least alikuwa na watu ambao wanaweza wakamsupport. Baada ya hapo sasa ndio ukaenda hospitali? Nilienda hospitali kwanza, nilikaokewa damu. Ulishawahi kuongezewa damu? Mara ngapi? Mara moja. Ukaenda hospitali? Nilivyoenda hospitali nilivyoongezewa damu, tulilazwa kama siku 2 hivi. Ila nilivyowekewa damu nikajisikia vizuri. Sikusikia tena yale maumivu. Ila bado nilikuwa sijagundua ugonjwa wangu nini. Kwa hiyo ukiongezea damu ukarudi nyumbani tena, na hawajajua tatizo. Kwa hiyo hii inatuonyesha kwamba hii elimu ya sickle cell sio tu kwa watu wa kawaida, mara nyingi hata kwa madaktari wenzetu, watu wa huduma za afya wenzetu huwa tunaitoa waweze kujua dalili na waweze kujua jinsi ya kugundua ugonjwa mapema. Yeye Firdaus amekuja kugundulika akiwa mkubwa, mtoto mkubwa, wakati dalili zinawezekana zilikuwa zimeanza toka mwanzoni. Kwa hiyo ukaenda nyumbani ukaendelea kuumwa, baadaye ndo ukaja kupima sasa. Ilikuwa hospitali gani ulipima? Muhimbili, ambapo ndo tulikutana kwa mara ya kwanza, si ndio? Kwa hiyo ukapima ndo
ukaambiwa una sickle cell. Mama alisemaje siku hiyo? Alilia? Hapana. Unakumbuka? Kama ukumbuki wala haina shida. Lakini kwa mama, wazazi wengi huwa mara nyingi huwa ni mzigo mkubwa sana. Labda mama angekuwepo na yeye angetuelezea kwamba jinsi alivyopokea huo mzigo wa kwamba wa mtoto ana sickle cell, lakini baadaye baada ya kuelezewa matibabu mara nyingi wazazi wanaelewa. Sasa hebu tuambie, baada ya kuanza dawa ulijisikiaje hizi za sickle cell? Nilijisikia vizuri. Mpaka sasa hivi najisikia vizuri, siwezi kuumwa. Na shule nahudhuria kila siku. Naenda vizuri, naendelea vizuri. Na sasa hivi siumwi zile homa. Na naendelea kupata dozi zangu. Na sipati kitu chochote. Safi sana. Sasa labda unaweza, sasa hivi unaendelea vizuri. Kuna watoto wengine wengi huko ambao wana hili tatizo lakini labda hawajaletwa hospitali. Wazazi wao unawaambiaje? Naambia walete watoto wao hospitalini ili kupata matibabu. Ugonjwa wa sickle cell sio kwamba ndio ukimwa ndio unakufa. Unaweza katibika na ukaendelea na maisha yako, ukaendelea na masomo yako, na mpaka ukiwa mkubwa unaweza kupata kazi yako nzuri. Asante sana Firdaus. Na kliniki yako inayokuja ni lini nyingine? Baada ya miezi mingapi? 3. Baada ya miezi 3. Haya, kwa heri. Wasalimie nyumbani. Mtazamaji wa Sibuka TV, kama nilivyokuambia na kama ulivyosikia, tumejifunza mengi kuhusiana na ugonjwa wa selimundu, ugonjwa wa sickle cell. Hapa tulikuwa katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Pwani Tumbi, na nikumbusha hichi ni kipindi cha afya kinachopatikana Sibuka TV kuanzia saa 1:30 mpaka saa 2 kamili usiku. Marudio ni kila siku ya Alhamis, muda na wakati kama huo saa 1:30 mpaka saa 2 kamili usiku. Ulikuwa nami Samson Johnson. Basi hadi wakati mwingine, lakini pia nikukumbushe unaweza kufuatilia Sibuka TV kupitia mitandao ya kijamii Instagram, Facebook pamoja na YouTube kama TV Sibuka EAGT. Endelea kutazama Sibuka TV, vipindi mbalimbali vizuri vinafuata katika luninga yako. Sibuka TV.